Na sababu ya mwisho ambayo nitaongea na wewe mtazamaji kabla ya kufunga kipindi ni kwamba elimu tunayoisoma imejikita kwenye dini. Unakuta mitaala inatengenezwa tofauti kulingana na mfumo wa dini iliyo kwenye hilo eneo. Kwenye maeneo ya watu wa dini ya Kiislamu kuna mitaala inayotengenezwa ili kuenzi sikukuu za Kiislamu. Mitaala inayotengenezwa kwenye sehemu za dini ya Kikristo inatengenezwa kuenzi sherehe za dini ya Kikristo. Kwa hivyo unakuta kwamba hiyo mitaala pia kuna vitu vinatolewa hapo ambavyo vingetusaidia, ila kwa sababu haviendani na dini vinatolewa kwenye mitaala. Nitoe mfano. Kuna elimu ya biology ambayo kuna chapters zingine hazifundishwi kwenye nchi za Kiislamu kwa sababu zina involve au zinaashiria michoro ya viungo vya ndani. Sasa kwa sababu kuanza kuchora viungo vya ndani, na huyo mwalimu ni wa hiyo community na anajuana na watoto hapo, na pengine miongoni mwa hao watoto kuna watoto wake, ana ugumu wa kusema atumie hiyo michoro kuwaelewesha watoto reproductive system. Kwa hivyo hizo units ama hizo chapters zinatolewa ama zinaelezwa kwa juu ili ziendane na asili ya dini iliyo pale. Kwa hivyo inawafanya jamii za Kiislamu zinakuwa na watoto wengi kwa muda mfupi. Mtu aliyezaa baada ya mwezi au miezi miwili ameshimba nyingine, amejifungua baada ya mwaka amejifungua mtoto mwingine, kwa sababu kuna vitu ambavyo elimu fulani ambayo hajapewa, kwa sababu imekuwa kama mwiko kwenye dini hiyo elimu kutolewa kwa watoto. Sasa haijatolewa kwa watoto, hawajaambiwa, lakini wanaambiwa dini yetu inasema hivi, lazima tufuate dini. Ina maana kwamba we are very much torn apart through religious beliefs, kwamba haijalishi mambo tunayoyasoma shuleni, lazima tuzingatie dini inasema nini. Ukifika kwenye jamii za Wakristo, kuna vitu vingine wanasoma ambavyo hata havina maana ya kusoma, ila mwalimu tu amependelea wavisome, anaviongea kwa sababu ni kawaida kwao Wakristo kuviongelea, lakini vinakuwa kama aibu kwa watoto wengine ambao si wa hiyo jamii ya Kikristo. Kwa hivyo ndio unakuta mitaala mingine inatengenezwa around religious education. Kama Kenya kwa mfano, wameweka mpaka Islamic religious education, Christian religious education. Na hiyo mitaala imewekwa na alama nyingi kama mitaala ya jiografia, ya historia, nayo pia imewekwa na nguvu. Wakati sasa hiyo mitaala inawabagua watoto wanasoma kwenye sehemu tofauti. Wale Waislamu wanaenda kusoma ule mtaala wa Kiislamu na hawa Wakristo wanasoma mtaala wa Kikristo, lakini wote wanaishi kwenye community moja, jamii moja. Sasa unakuta matendo yao yanaanza kuwa tofauti kulingana na ile mitaala ambayo wanasomeshwa shuleni. Hawa wanaambiwa ukweli ndio huu, hawa wengine wanaambiwa ukweli ndio huu. Sasa wakikutana barabarani, huyu na huyu wanaanza kubishana. Ndio maana unakuta mabishano ni mengi Afrika. Hiyo midahalo ya mabishano, mihadhara ya mabishano inatokana na elimu tunayoipewa. Inazingatia sana mambo ya dini, hawa kuwapinga wale, na mwisho wa siku hakuna chakula tunachokipata mezani, hakuna hela tunayoipata. Mwisho wa siku Wakristo wanafungua makanisa kila siku, na hawa nao wanafungua mihadhara ili wapate watu watakaoshawishika kuwafuata. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ya mwisho kwenye mada yetu jioni ya leo, kwamba madhara ya elimu sababu ya 5 ni elimu tuliyopewa imejikita kwenye dini, na masuala ya dini yanaleta mgawanyiko kwenye jamii. Kwa maana ukienda kwenye Wakristo tu peke yao, wamegawanyika vikundi vingi sana, kiasi kwamba hata mitaala yao inakuwa tofauti. Na ndio maana unakuta shule zingine za Afrika ni shule za makanisa. Unakuta Catholic school, hii ni shule ya Anglican,
Hii ni shule ya Lutheran. Sasa Catholic wakitengeneza shule yao, kuna curriculum nyingine au mitaala nyingine wanaweka pale ambayo inatakiwa iongelee mambo ya Kikatoliki. Waanglikana vivyo hivyo, wa Methodist vivyo hivyo. Kwa hivyo hiyo mitaala inayoongezwa ambayo haisaidii chochote kwenye ubunifu, yanatuongezea ujanja wa mabishano. Ilikuwa hivi, Yesu akaenda hivi, akafanya hivi na hivi. Inabaki historia ambayo huna uhakika nayo. Mwisho wa siku umekariri hayo maandiko, unakuja unaanza kubishana na mtu ambaye hajafanya hiyo elimu yako. Ndio maana unakuta hata Bible colleges ziko kila mahali. Mzungu amezileta hizo ili zikupumbaze, usiwe na uwezo wa kubuni. Usomesome vitu ambavyo vilishapita, ambavyo pengine haviendani na maisha unayoyaishi, lakini unaambiwa uamini. Unaamini, mbona hujaamini kwamba umeshiba wakati una njaa? Mbona uamini kwamba umeshiba? Lakini unaaminishwa vitu viko kwenye vitabu, na hivyo vitabu unaambiwa viliandikwa na Mungu, wakati watu ndio waliandika. Na baada ya watu kuandika, wanaambiwa walikuwa inspired na Mungu. Sasa asiyekuwa inspired ni nani? Mungu ameumba mwanadamu kwa mfano wake. Kila kitu mwanadamu anaweza kuandika akiwa na roho tulivu, kinatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayewawezesha wanadamu wote. Kwa hivyo elimu inatusumbua ikifika kwenye masuala ya dini. Tunagawanyika na elimu yetu imejengwa hapo kiasi kwamba kuna subject kadhaa zinafunzwa kulingana na dini. Siku hizi kuna watu wengi wanafanya mpaka counseling ya wanandoa. Lakini unakuta hiyo counseling, ushauri wa wanandoa, haujikiti kwenye masuala ya kijamii. Unajikita kwenye masuala ya kidini. Unasema huyu ni dokta. Mimi nashangaa watu wengine mpaka anaitwa ni dokta wa counseling, wa psychology. Anafanya ushauri na saha wa mambo ya ndoa. Lakini ukienda kwenye mazungumzo yake, anazungumzia Biblia tu. Mengi anayoyaeleza ni mambo ya kidini. Anawashinikiza watu dini kiasi kwamba value zote anazozieleza yeye ni za kidini. Sasa unashindwa amesoma nini huyu, wakati haya mambo anayoyaeleza hayaendani na jamii anayoitoka yeye. Mababu zake walikuwa na wake wengi. Hiyo Biblia pia inagusia kwamba mababu wa Biblia walikuwa na wake wengi. Huyu mtu amesoma mpaka anaishia kuambia bibi na bwana, mke na mme, anaishia tu hapo tu. Counseling mpaka ya PhD, mtu anasema mtu awe na mke mmoja na yeye awe na huyo jamaa ambaye anafanya hiyo counseling ana michepuko miwili na ameshazaa nao. Lakini kitu kinachomfunga maelezo yake yanaishia tu kwenye masuala ya dini. Kuna watu wengine wanatoa counseling inayohusiana na dini ya Kiislamu. Wanaeleza mambo mengi, huwezi kumnyima mume wako haki yake, huwezi kumnyima mke wako haki yake. Wanaeleza mambo ya haki hivyo, lakini ukiwaangalia ushauri wao na saa umejikita sana kwenye dini. Mifano wanayoitoa ni ya dini tu. Hakuna mfano hata kwa babu yake fulani. Hilo ndio jambo linashangaza, kwamba mtu amesoma mpaka PhD lakini mifano yote anatoa kwenye dini. Hana mfano kutoka kwa babu yake, hana mfano kwa baba wa babu yake jinsi alivyokuwa anawatunza wake zake, hana mfano wa baba yake jinsi alivyokuwa anamtunza mamake. Mwisho wa siku anaanza kusema baba yake alikuwa anamtesa mamake. Amejuaje alikuwa anamtesa? Kulingana na story alizoambiwa na mzungu, kulingana na vitu alivyovisoma kwenye mtaala wa mzungu unaoongea jinsi ya kumbembeleza mwanamke. Lakini haelewi kwamba style ya kubembeleza mwanamke kwenye jamii yake iko vipi. Yeye style anayoleta ya kubembeleza mwanamke analeta style ya wazungu. Tayari unaelewa kwamba huyu anaongelea mitaala ya masomo ambao ni mfumo potovu unaotufanya tuenzi vitu vilivyo nje na sisi. Nikupe mfano ndugu mtazamaji, kwa haraka. Wana saikolojia wengi wanaotoa mashauri wanakuambia ni vizuri kumbusu mwenzi wako hata mbele ya watoto, hata hivi ni vizuri ili kuleta uhakika kwamba mnapendana.
Lakini huyu mtu anapoeleza hivyo, anaeleza kulingana na asili ya video ambazo wanaziwatch kwenye mitandao, kwamba wazungu wanafanyaga mambo ya kukisi hadharani, wanaenda swimming na watoto wao. Hawa watu wanafanya hivyo kiasili, hiyo ndio asili yao. Lakini sasa wewe unapofanya hiyo counseling, lazima uchukue area ya asili ya baba yako. Je, baba yako amemkisi mama yako mara ngapi hadharani? Lakini je, unaamini kwamba hakuwahi kumkisi? Au kwa muda wote ambao waliishi pamoja zaidi ya miaka 40, wewe unaamini kwamba hakuna mapenzi ya kutosha hayo ambayo aliwaweka pamoja hiyo miaka yote? Kuna vitu kwenye asili ambavyo si vya hadharani. Lakini mtu anaposoma counseling, anasoma ya wazungu, ndio maana anapoanza kuwa encourage hawa wanandoa wachanga, anawa encourage wao wanafanya vitu hadharani. Ndio maana unakuta ndoa zinazofungwa kanisani, wakienda kwenye sherehe wanacheza vibaya mpaka unashangaa, mbele ya baba mkwe, mbele ya mama mkwe, wanacheza, wanakula viuno, kwa sababu mchungaji amewapa counseling inayotokana na asili ya wazungu. Sasa hiyo counseling inawaambia mcheze hivyo, mpige hadharani, mpaka sio hata kisi, ni ile inaitwa kwa Kifaransa tirlang. Mnaanza ile deep kiss, mnaanza kuvutana ulimi mbele ya watu, wakati ni swala la kufanyia chumbani. Ni kuchekeshe kidogo, bwana harusi mwingine katika kuvutana hivyo akaaibika, kwa sababu suti yake ilikuwa fupi, haikuwa na uwezo wa kumfunika vizuri. Sasa yeye amechemka, hisia zimewaka, na yeye huku suti imekuwa fupi, watu wa kamera nao wanamulika kila kitu. Kwa nini ameamka? Ni kwa sababu ni mambo ya chumbani ameata hadharani. Mwili haujui tofauti ya nje na ndani. Ndio maana wewe katika akili zako lazima utofautishe. Nikirudi kwenye hiyo sababu, ni kwamba kinachotufanya tuwapotoshe jamii ni mfumo wa elimu unaojikita kwenye dini. Wewe unajua kwamba mkiwa wewe na mke wako mnakuwa kama vichaa, mnavua nguo zote, mnakaa uchi kama vichaa, na kitu kinachowalinda ni kwa sababu mmefunga milango, mnajua kwamba tuko sisi wenyewe. Lakini mnataka hivyo vitu vya mmefunga milango wende mvifanye hadharani. Haiwezekani. Lakini kwa asili ya wazungu, ni asili yao, ndio sasa counseling yetu yote inaelekeana na hizo asili. Ndio maana inakutuma uanze kuakisi hadharani. Ndio maana inakutuma vitu vya chumbani uvifanye sebuleni. Mwisho wa siku tunaumia na divorces zinakuwa nyingi, kama nilivyoongea pale mwanzo kwamba tunaanza kuonana makosa, mwisho tunaachana. Kwa sababu mtu kama mimi nikisema nichukue mfano kwenye asili na mke wangu anataka achukue mfano kwenye dini au kwenye asili ya kizungu, tutapingana, tutafika mahali tutapingana, na tukishapingana huko kupingana kwetu kutaleta madhara. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, kaa ukijua ya kwamba elimu ina madhara yake. Na sababu ya 5 ndio hii, kwamba tunajikita sana kwenye dini, na dini inatupofusha, kwamba inatuletea mabishano. Na kwa taarifa yako, kama wewe ni mtu unayejifahamu, hauwezi kubishana kwenye masuala ya dini. Muislamu, Mkristo, mnaanza kubishana. Hiyo ni njia iliyo wazi ya kuonyesha kwamba hakuna miongoni mwenu anayejifahamu. Mnaifahamu dini, mnazifahamu dini zenu, lakini hamjifahamu ninyi. Maana kwangu mimi, kileta swala la mabishano kati ya wanadini, hautaniona. Utaongea yako, nasema hayo yote uliyoyaongea ni mazuri, tunaishia hapo, kwa sababu na mimi nitakuwa na yangu ambayo sitaki nibishane na wewe. Kwa hivyo tuishie hapa kwa leo. Hayo ni baadhi tu ya madhara ya mfumo wa elimu Afrika. Ni nini kifanyike? Pointi ya mwisho, ni nini kifanyike? Kitakachofanyika ni wale wanaojiita wasomi waanze kurudi kwenye hatua ya kuanza kuvichunguza hivi vitu, na waalika wengi wachukue mkondo wa Ngugi wa Thiong'o. Ningewaomba wasomi waanze kutambua uwezo wa kuandika vitabu au wa kuanza kuchambua mitaala inayoendana na lugha wanazozifahamu vizuri.
katika hiyo hali tupunguze kujifunza vitu vya nje, na sisi tuanze kujifunza vitu vya ndani. Chukua muda wa kujifunza watoto wako, so important. Jifunze watoto wako, ujue talent zao ni gani, huyu ana tabia gani, huyu mtu mwingine akiambiwa wewe watoto wako wakoje, achana nao hapo ni babandi, wako na tabia zingine. Sawa, tabia gani? Tuambie. Mtu hana uwezo wa kueleza tabia za watoto. Kwa sababu gani? Hana muda wa kujifunza watoto wako. Jifunze ndugu zako, nenda kwa ndugu zako, wasome kwenye viganja. Soma viganja vya watoto wako, wanafanana kiganja chako au cha mke wako? Ndugu zako wanafanana kiganja cha baba au ni wangapi wanafanana cha mama? So kuna vitu ambavyo tunaweza kuanza simple research za kujijua sisi, ili tuanze kujua okay, kulingana na hivi ni kama mimi nimechukua tabia ya mama sana, ni kama huyu amechukua tabia ya baba sana. Kuna kitu gani baba anafanya kibaya ambacho mimi siwezi kurudia? Kuna kitu gani baba anafanya au alikuwa anafanya kizuri ambacho mimi naweza kukiongezea nguvu? Hiyo ndio elimu itakayotufaidi. Asante sana ndugu watazamaji. Back to you on studio. Thank you. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Unajua sisi wote tumeumba kwa mfano wa Mungu. Yes.